Rais William Ruto ataanza ziara yake ya kikazi ya siku 5 katika eneo la Mlima Kenya kesho Jumanne, miezi 6 baada ya kuzuru eneo hilo mwezi Agosti mwaka uliopita. Rais anatarajiwa kuzuru kaunti zote 9 za eneo hilo ambako atazindua, kukagua na kuanzisha miradi mbalimbali ikiwemo ile ya barabara, ujenzi wa nyumba za bei nafuu, masoko, miradi ya kusambaza stima, miradi ya maji na unyunyuziaji maji mashambani. Giverson Maina anatueleza zaidi. Rais William Ruto anarejea katika eneo la Mlima Kenya kwa mara ya kwanza tangu kuondolewa kwa Rigathi Gachagua kama naibu rais mwezi Oktoba mwaka uliopita. Ziara hiyo ya siku 5 imewadia kufuatia kubuniwa kwa serikali jumuishi na chama cha ODM kinachoongozwa na Raila Odinga na mabadiliko matatu ya baraza la mawaziri, ambapo ya mwisho ilifanywa Jumatano wiki iliyopita. Ratiba ya ziara ya Rais Ruto inaanza kesho katika kaunti ya Laikipia, ambapo atakagua ujenzi wa eneo maalum la viwanda linalojengwa katika eneo bunge la Laikipia Magharibi. Rais baadaye ataelekea katika kaunti ya Nyeri ambako atatoa hati za kumiliki ardhi katika eneo bunge la Kieni na kuzindua mradi wa usambazaji stima almaarufu Last Mile. Katika kaunti ya Murang'a, Rais Ruto anatarajiwa kukagua miradi inayoendelea kujengwa ya usambazaji maji safi na uondoaji maji taka katika eneo bunge la Maragwa miongoni mwa mingine. Katika kaunti ya Nyandarua, Rais atakagua ujenzi unaoendelea wa hospitali ya JM Memorial huko Olkalau. Baadaye atakagua ujenzi wa barabara ya Mau Mau katika eneo bunge la Lari katika sehemu yake ya ziara ya kaunti ya Kiambu. Katika kaunti ya Embu, Rais atakagua ujenzi wa mradi mkubwa wa maji wa Kiambere katika eneo bunge la Mbere Kusini, ambako ni nyumbani kwa waziri mteule wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku. Mwishoni mwa ziara yake ya Jumamosi, Rais atazuru kaunti ya Meru ambayo hivi majuzi limwapisha gavana mpya, Tharaka Nithi anakotoka naibu rais, na kisha Kirinyaga. Katika kaunti zote, Rais atakagua ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, masoko na miradi ya usambazaji stima. Ziara yake ya miradi katika eneo hilo limewadia mwezi mmoja pekee kabla aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuzindua chama kipya cha kisiasa anachodai ndicho kitakachotumika katika eneo hilo kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Giverson Maina, Darubini.